Taharuki imetanda kwa wakazi wa mtaa wa Kasimba, kata ya Ilembo, manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi, baada ya kuonekana mara kwa mara nyoka aina ya chatu katika makazi yao, huku wakihofia usalama wao. Wakizungumza, viongozi mbalimbali wa mtaa pamoja na wananchi wa eneo hilo wameiomba serikali kupitia maliasili kuwanusuru na chatu hao ambao wamekuwa wakizuka katika makazi ya watu wakitokea katika mto Kasimba. Jina naitwa Happiness William Asumani, ni mkazi wa Kasimba. Na kwetu Kasimba kuna changamoto ya nyoka hawa aina ya sawaka. Mara ya kwanza nikiwa Kasimba hii ametokea nyoka aina ya sawaka mtoni akiwa na meza mbuzi. Aliwakosa kuwa meza mbuzi wawili na baadaye wakamtegea mbuzi, akanasa kwa yule mbuzi, wakaja maliasili wakampiga bunduki akafa. Lakini sasa hii kazi ya hatari ya nyoka ikaendelea kusikika kwamba kuna nyoka, watu wakasema ni maneno ya watu. Lakini sasa leo hii ametokea kwenye mji wa mtu, nyuma ya mtani naoishi, kwenye mji wa mama mkazi. Nyoka ametokea pembeni yake na kuku wake aliofuga pale, nyoka kamdaka jogoo na kumuua. Ndipo yule mama aliposikia kuku wake analia, akapiga yowe, majirani na balozi na wananchi wote tukakimbia kwenda kule eneo la tukio. Tukakuta nyoka bado ni mzima na kuku yule ameuawa yuko pale na nyoka alipo. Baadaye wananchi mmoja akashika mkuki, akawa amempiga yule nyoka, amemchoma na yule mkuki, na mwenye panga akawa amemkata na panga yule nyoka akafa. Kwa ombi letu sisi wananchi, hasa sisi wakina mama tuna watoto wadogo, serikali iingilie kati hili jambo, kwa sababu saa hizi ni kuku itaonekana hana maana yoyote, mbuzi itaonekana ni mnyama tu. Lakini sasa tutakapofikia kwa binadamu, wakati mwenzetu mmoja atakuwa analia amepotelewa mtu wake, ndipo serikali isimame sasa kutetea hao waliobaki. Itakuwa ni maumivu kwa yule aliyekosa. Kwa hiyo tunaomba serikali lifuatilie hili kabla hata yule binadamu hajaasirika yoyote. Wakati huu tunaonyeshwa ameasirika kuku, ameasirika mbuzi, ndio wakati wa sisi kujiandaa. Hili eneo uzuri, tuna wanajeshi, maliasili wapo, tuna kituo cha polisi jirani. Kwa tunaomba waingilie kati. Huu mto utakaposafishwa na kubaki safi, maana huku ni mkoani, afu hii ni manispaa. Utakapobaki safi huu mto, tayari hao nyoka watahama, hawatakaa tena kwenye hili eneo. Tunaomba sana tusaidie, maana tuna wanafunzi huku wanasoma ni wadogo, na yule nyoka ana uwezo wa kumeza mtoto kuanzia miaka 5 kushuka chini, na wapo nyoka wakubwa wanaweza kumeza watu wakubwa. Watakaposafisha wale nyoka wote wataonekana, wenye kuhama kwenda mbali wataenda mbali. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie. Naitwa Antoni Pascali, natokea maeneo ya Kasimba. Hili ni tukio la 3 kumuona chatu katika mazingira yetu au makazi yetu. Chatu huyo tumepata kumuona takribani karibia majuzi kutu hapo. Huyo chatu alikuwa akitembelea maeneo yetu katika makazi yetu hayo. Ilikuwa ni majira ya jioni, majira ya saa 7 mchana. Chatu huyo alitokea maeneo ya nyumbani kwetu kwa mama yangu mimi pale nyumbani. Tulikuwa tumekaa chini ya mti. Bahati mbaya yule chatu akawa amemkamata kuku pale jalalani. Baada ya kumkamata yule kuku jalalani, hivyo basi nikawa nimeingia ndani kuchukua yule mkuki. Na baadhi kama jamaa 3 hivi nikawa nimewaita pale nyumbani. Tulikuwa kama watu 4, hivyo nilikuwa nimemuita na balozi wa mtaa wetu. Basi kwa sababu tuliona paka serikali labda ifike tuweze kutusaidia na wananchi, tuna tukio kama hilo so lijaishia hapo au ndio limeanzia hapo. Ikabidi tuchukue tu mamlaka kumzuru yule chatu. Hivyo basi tuweze kumshambulia, hatima yake kama hivyo jinsi mnavyomuona chatu ndio huyo. Kwa majina naitwa Vitus Stefano Kazonde, barozi wa mtaa. Huko nyuma kuna chatu ambao tulimuua miezi 2 iliyopita. Basi walikuja wanyama pori, basi wakaja kumuua kwa bunduki hapo ng'ambo chini ya mto. Huyo nyoka basi tulipomuua, basi mwenyekiti akawa amejiridhisha kupeleka huko kwa viongozi, kwa mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, kwenda kujiridhisha kwamba ni kweli ndio anazuru watu pamoja na wanyama. Lakini kuna nyoka mwingine walimuona huko jeshini, alikamata mbwa. Lakini bado nyoka wanazidi kuja katika mto huu, kama mnavyoshuhudia nyoka ni wengi. Kwa hiyo tunaomba serikali iweze kutusaidia nguvu, hasa jeshi la kujenga taifa, basi lije tusaidie, kwa sababu wao wana nguvu katika sauti zao, wanaweza wakafanya jambo likawezekana ndani ya mto huu, kuwakimbiza hao nyoka na kwenda mbali zaidi. Hofu yetu kubwa ni
kumezwa mifugo, kumezwa watoto wadogo wanaovua mitoni humu, maana watoto wengi wadogo kama wanavua humu, hata wakubwa wanavua samaki. Kwa jina naitwa Frank Richard, mimi ni mjumbe mtaa wa Kasimba. Nyoka hawa tunavyofahamu, nyoka yoyote au kiumbe chochote design hii anakuja kutokana na eneo lilivyo, hususa ni maeneo machafu. Maeneo machafu nyoka hawa anakuja kwa wingi, kwa sababu hata kikiwepo hapo ni kazi sana kukiona, lakini kama ni peupe lazima utakiona kwa uwepesi. Nyoka huyu ni nyoka hatari sana, kwa sababu nyoka huyu ana uwezo mkubwa, ana uwezo wa kummeza hata mtu mzima, lakini akiwa katika umri wake wa kummeza mtu mzima. Naitwa Bernard Elias Nswima, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kasimba. Ni kweli kumekuwa na taarifa mbalimbali za wananchi kwamba kuna kama nyoka anaweza kummeza mbuzi kama yule aliyemezwa kipindi kile. Maana yake kummeza mtu kama mimi pia ni jambo la kawaida kabisa. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wanafunzi, lakini kwa wazazi waendelee kuwasihi wanafunzi, lakini hata sisi watu wakubwa pia tuache kabisa matumizi ya mto huo, kwani ni mto hatari sana. Lakini pia katika jitihada za serikali kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, tuwasihi pia wananchi, hasa hao wenye wako kando kando ya mto, milango yao iwe imefungwa muda wote, kwa sababu nyoka anaweza pia akapesuka akaingia kwenye nyumba ya mtu kingali watu hawapo, pengine unashangaa usiku umeingia kulala unakuta nyoka yuko kitandani. Kwa hiyo ni vyema wananchi wakachukua tahadhari kufunga milango muda wote, lakini pia kuwasihi watoto na kuwa waangalifu kwa mifugo yao na watoto wao.